kiko saa hii watu wametegemea ishara. Mtu hataki kugharamika. Unajua wokovu lazima tupalilie. Wokovu sio rahisi hivyo. Wokovu kuenenda kulingana na vile Mungu anataka, na tuliona ni kutenda mapenzi ya Bwana. Sio kusema tu ati sisi tulifanya makuu kwa jina lako, lakini tukakosa kutenda mapenzi ya Bwana. Lazima tutende mapenzi ya Mungu. Kwa mujibu wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:33 inasema kwamba yote tunayofanya tuyafanye kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Kwa hivyo watu hawataki kugharimika saa hii. Unaona vile Shetani ni mjanja. Kila kitu siku hizi kwa TV tuma sijui avieta sijui wote helicopters, kuna vitu mingi. Ukienda kwa kila radio tuma shilingi 50 atupate. Yani dunia imechana mambo mengi, na mambo hayo sio ya faida kwa wanadamu, ni kupoteza. Shetani anataka kukamata watu wote ili watu wasifanye nini? Yani watu wako na pisi na masimu hivi ili wasipate. Ndio maana ameweka SportPesa, Pepeta, si Betika, si what, ili watu wasifikirie juu ya Mungu. Kwa sababu mtu akifikiria juu ya Mungu atafanya nini? Akimeditate. Mtu akiwa kwa mfano, mtu hawe anafanya kazi na ana meditate, yani anafikiria juu ya Mungu. Anafikiria juu ya uhusiano wake na Mungu siku nzima. Huyo mtu atakuwa na time na Shetani. Si unaona sasa? Shetani sasa anataka amekamata watu. Anataka watu sasa yani watu wasipate nafasi ya kusoma maandiko. Wasipate nafasi ya hata ya kufanya maombi. Muomba. Yani hataki uweke tension yako kwa Mungu. Ndio. Ila anataka kuwekea tension kwake. Sasa unaona kila kitu ni unalenga kuona wenye wanalia, wenye wanacheka, wenye wanauana, wenye wanafanya nini. Sasa vitu kama hizo unastiki pale. Haukumbuki kuna Mungu. Unaweza kuwasilisha mahitaji yako. Na sijui kama huwa tunafikiria Abraham. I was talking about Abraham. Kweli si alifumilia mpaka anapata mtoto wake Isaac akiwa na miaka mingapi? 20. Ni kama 100. ni kama a century, si ndivyo? Almost. Si almost. Yeah. Lakini alichoka. Kuna wakati alikuwa anachoka. Alikuwa anachoka lakini hakukata tamaa. Aliachilia. Hakuachilia. Na watu wa sahi